Musalia Mudavadi alipopasua mbarika ni chombo kipi anachonuia kuingia nacho Ikulu. Bila shaka hisia zimekuwepo na za aina yake, ikikumbukwa kuwa katika kipindi cha miezi miwili aliwakosesha wanasiasa wengi usingizi akiwa ODM palipozuka mtafaru kwa jinsi ya kumteua atakayebeba bendera ya chama hicho. Lakini historia ya Musalia Mudavadi kisiasa imekuwa haina msisimko mwingi, hivyo basi wengi kumtizama tu kwa midhili ya kiongozi anayeweza tu kuwa kivuli cha mwingine. Na pengine mwaka 2002 alipoteuliwa kuwa makamu wa rais aliyeteuliwa kwa muda mfupi zaidi nchini, matamshi haya yaligonga ndipo. Tangu tupate uhuru hatujawahi kuwa na makamu wa rais kutoka upande huu wa Kenya. Kwa hivyo ni historia ambayo tumetengeneza, na historia hiyo ni lazima tuhifadhi. Msemo uliochukuliwa kumaanisha ni mkoa wa Magharibi uliokuwa katosheka na kuwa nambari 2. Bila shaka wakati huo kampeni aliyoipeleka Magharibi kuuza Uhuru Kenyatta kama mgombea urais haikuonekana kuenziwa na wenyeji wa Magharibi, ambao licha ya kuwa alirudi na bendera yenye uzito ya umakamu wa rais, Magharibi ilikuwa inaimba wimbo tofauti, ule wa Rainbow. Na sasa hicho ndicho kibarua kigumu kinachomsubiria Musalia Mudavadi alipotangaza kuwa safari hii hata naye atajipima nguvu na wale wanaolenga kuingia Ikulu. Waeledi wa kisiasa wanadokeza kuwa kibarua anacho Musalia cha kujiuza kama mgombea hata nyumbani kwao. Kaunti kuu za Magharibi 4 tangu jadi maeneo haya huwa hayaweki kura katika kapu moja. Maeneo haya ni Kakamega, Busia, Bungoma na Vihiga. Na eneo la Bungoma hasa safari hii pia lina nyota wake Eugene Wamalwa. Je, Musalia ataweza pale wenzake walishindwa kutia kura za mkoa huo katika kapu moja? Kupata kura kutoka eneo la Magharibi itakuwa ni changamoto kali kwa mheshimiwa Musalia. Ona kwamba mpaka sasa hajaweza kuwaleta pamoja viongozi wote kutoka eneo lile. Kwa hakika wale ambao wanampinga kwa sauti ya juu wanatoka katika sehemu ile ya Magharibi. Wabukusu wanasema sisi Wabukusu tunafanya namna hii. Watu kutoka Mlagori wanasema sisi huwa tunafanya namna hii. Na ndiposa hata sasa kushikana inakuwa ni shida. Wakati Musalia alipotangaza mwelekeo wake mpya, nyuso za waliomzingira zilikosa kiasi kikubwa cha viongozi wa mkoa wa Magharibi, na kama wanavyosema Wavyere, mcheza kwao hutuzwa. Musalia Mudavadi itabidi aonyeshe analeta kura zipi mezani pale pengine atakapofungua milango ya miungano na vyama vingine. Itamchukua muda kiasi, kwa sababu bwana Mudavadi kwa maisha yake yote ya kisiasa amezoea siasa tulivu. Sio siasa, si hajakuwa mwana siasa chipukizi ama barubaru. UDF ndicho chombo ambacho Musalia Mudavadi anatarajia kitamsaidia kuafikia azma yake. Maswali mengi yameulizwa kuhusiana iwapo ni chombo ambacho kitauzwa kwa urahisi, ikikumbuka kuwa ni chama kipi ambacho hakina uwepo wa maeneo mengi ya kaunti. Je, UDF ni tosha kwa Musalia? Chamno ni kuwa haitasaulika ya kuwa mkoa huu wa Magharibi umeonekana kila wakati kama ambao unashikilia jukumu la kuwa ni mwari. Yaani kutoka mwaka 2002 Musalia akawa makamu wa rais, mwaka 2007 bado mkoa huu ulisalia katika majukumu hayo, na sasa mkoa huo tayari umeonyesha kila ishara za kuwa hautatunukwa jukumu la wanamwali, na ni wakati jogoo awike hapa. Wakati wakikuja Western tunaambiwa tuwe wazalendo, na kwao wanaongea lugha ingine. Mimi nataka kuambia kwamba kama sisi Waluya tunataka tukaribie State House. Ikiwa mtaamua dereva ni fulani, ninaomba wale wenye walikuwa wanafikiri waendeshe gari wakubali kwamba yule mwenye Waluya wamesema ndio atakuwa dereva, awe dereva. Tuonyeshe dunia ya taifa letu ya kwamba we are working together, na tuko pamoja, na tunachukua mmoja wetu atafuta utawala wa taifa hili. Vilevile kisiasa, yaliyotendeka wiki hii sio ya kuangaliwa tu kwa macho mawili, lakini pengine yanapaswa kupigiwa darubini kisawasawa, kwani tangazo la Mudavadi huenda ni hasara kwa wengine na kuwa faida kwa wengine. Kwa mfano, aliporejea Raila Odinga humu nchini na kupata habari za kuwa aliyemtambua kama naibu wake amegura chamani.
haiwezekana bila ya wasaliti. Mimi nimesema ati rafiki yangu Bwana Musalia Mudavadi ameona kama inafaa yeye asalimu amri. Amesalimu amri, maana yake alikuwa hataki kushindana. Ni kuwa sasa Musalia amekuwa msaliti. Tushikane so that we build our party. Bila shaka matamshi ya mwanasiasa hulingana na nyakati au misimu, kwani uhusiano wa Raila Odinga na Musalia Mudavadi kwa muda mrefu ulikuwa ule wa chanda na pete. Si wengi walibashiri Mudavadi atamea pembe. Je, vipi kuondoka kwa Mudavadi kunatingisha chama cha ODM? Na ni nani mwenye kunufaika sana na kuondoka kwa Musalia? Wengine wamedokeza kuwa huenda wana G7 ambao muundo wake unatizamwa na wengi kama kuhakikisha safari ya Raila Odinga Ikulu imejaa miba. Joto la kisiasa likiwa nimepanda kila kuchao. Hatua ya Musalia Mudavadi na wengine ambao wana azma ya kuingia Ikulu zitaendelea kutizamwa na Wakenya. Na kama wasemavyo kwenye siasa ni kuwa ni kama mpira ambapo chochote chaweza kufanyika. Angugi, makala ya Kinyang'anyiro, KTN leo. Na mtazamaji, amekuwa makala ya Kinyang'anyiro 2012, makala mengine ya kujia siku ya Ijumaa wiki ijayo. Kabla ya kutamatisha ama tunatamatisha taarifa za KTN leo bila shaka na kukupa matokeo ya kauli yako, ambapo leo tulikuwa tunasema baada ya idara ya polisi kufichua kuwa kundi la Al-Shabaab ndio waliotekeleza shambulizi huko Ngara siku ya Jumapili. Kama Mkenya tulitaka kujua unajihisi vipi? Je, upo salama hapo ulipo? Matokeo tumeyapata ambapo 85% ya Wakenya wanasema la, hawapo salama. Bila shaka polisi natumai inaangalia, huku 15% pekee ndio wanasema ndio wako salama. Tunaanza na Brian Muturi kutoka maeneo ya kusini kule Mopani, eneo la Ukunda pale, anasema la, nahisi hakuna ulinzi kamwe, kwani mashambulizi haya yanaendelea siku baada ya nyingine. Je, polisi wako wapi Wakenya wakishambuliwa? Asante sana. Ni Brian akiwa maeneo ya Ukunda pale. Natafuta mmoja ambaye amesema ndio hapa. Mmoja anasema naam, polisi wameshindwa kulinda Wakenya. Huyu ni Baraza, asante sana. Niko na nani hapa? Mwingine anasema ndio, huyu yuko salama kwa sababu yuko na Mungu na ndani ya Mungu, kwani Mungu ndiye mkubwa zaidi ya kundi la Al-Shabaab. Huyu ni Nena akiwa maeneo ya Madukani, asante sana. Ndio Manzu ndugu yangu, usalama una Mungu na mja ni jitihada tu, usalama tunao wa kutosha daima. Maingu akiwa maeneo ya Kwale kule. Ndio anatukamilishia taarifa za KTN leo siku hii ya Ijumaa. Asante sana mtazamaji kwa kutazama, na kwa wewe ambaye ulituma jumbe zako pia nasema shukran za dhati. Mimi naitwa Ali Manzu, kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamefanikisha taarifa hizi, bila kuwasahau wale ambao wanasimamia masuala ya kiufundi, naitwa Ali Manzu. Kwa mara nyingine, kwa heri.